katika mwendo wangu, yafako mwambia Yesu atakusaidia, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na atiana. Tamsifu Yesu, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na atiana. Tamsifu Yesu, ukichokimwa na wenzako na ukijaribu, Mwokozi yu karibu sana nao niashike, kwa kwako wakila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na atiana. Tamsifu Yesu, ikiwa mwanadamu potevu namba nina Baba, amani unapo sasa saurudi kwake, kwa kuwa kwako wakila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na atiana. Tamsifu Yesu. Bwana Mungu awabariki. Basi bila kukawia, tutasimama tusome neno la Mungu katika kitabu cha Danieli sura ya 9:20 hadi 24. Kisha tena tutasoma kitabu cha Warumi sura 11 mstari wa 11 hadi 21. Tunasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu, naam, nalipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemuona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi, alinigusa napo wakati wa zabihu ya jioni, akaniagiza, akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe umependwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele
na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Amina. Warumi 11:11. Basi nasema, je, wamejikwaa hata waanguke kabisa? Hasha! Lakini kwa kosa lao wokovu umewafikia mataifa, ili wao wenyewe watiwe wivu. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri kwa ulimwengu, na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi sana utimilifu wao? Lakini nasema nanyi mlio watu wa mataifa, basi kwa kadiri nilivyo mtume wa mataifa, ninaitukuza huduma iliyo yangu, nipate kuwatia wivu walio damu moja nami, na kuwaokoa baadhi yao. Maana ikiwa kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa ajili ya ulimwengu, je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si uhai baada ya kufa? Tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote, na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Lakini iwapo matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao, ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake, usijisifu juu ya matawi yale. Au ikiwa wajisifu, si wewe uliochukua wewe shina, bali shina linakuchukua wewe. Basi utasema, matawi yale yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi. Vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao. Na wewe simama kwa imani yako, usijivune, bali uogope. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaacha matawi ya asili, wala hata kuacha wewe. Amina. Tunakushukuru tena Muumba wa mbingu na nchi, Bwana wetu Yesu Kristo, tupatia tena privilege ya kuwa tena hapa katika magharibi ya leo. Ni jambo ambalo wengi walilitamani, lakini haikuwezekana kwao. Kama sisi Bwana tuko hapa ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ndio maana Bwana tunakusifu, tunakushukuru, tunakuimbia. Pokea sifa na shukrani zetu Mfalme, sababu ni wetu ndio unastahili. Basi Bwana, neno lako lilisha kusomwa, tunaomba tena Bwana utuingize katika ile roho ambayo uliingiza mtumishi wako Paulo alipokuwa akizungumza haya maneno, na ile roho ambayo Seigneur Dieu uliingiza mtumishi wako Branham wakati wa mwisho kwa ajili ya kulihubiri lile neno ambalo ni siri kwa ulimwengu wote. Seigneur Dieu, ili Bwana ipate tena kufunuliwa kwetu katika magharibi ya leo. Tunakungojea Bwana, utupatie upulizio, utupatie upako, utupatie Baba ufunua neno lako, sababu ulisema kuwa chote utakachokiomba tuko na imani, mjina lako Yesu Kristo utakitenda kwetu. Ndio maana tunaomba na imani mjina la Yesu Kristo. Amen. Tutaikala. Tunaendelea na somo letu lenye tunaita 70 semaines de Daniel, majuma 70 ya Danieli. Na tuko mwai kipindi kia pili yenye kuitwa Le Sibit de la visite de Gabriel à Daniel. Lengo sita la Gabriel kumtembelea Danieli. Na tuko mwai kipindi ya kwanza tena ya kidogo yenye kuitwa Faire cesser la transgression, juu ya kukomesha makosa. Amina. Tuliona ile siku ni kosa gani yenye Israeli ilifanya, yenye wakati neema itawarudilia Bwana Mungu ataisamehe wala ataiondoa. Amina. Juu ya kutokwenda mbali sana, tuliona kwamba hii kosa ni kutokuamini. Amina. Tuliona kama hii kosa yenye Israeli ilifanya ni kutokuamini. Juu ya nini hawakuamini, wala juu ya nini kutokuamini kwao
kulihesabiwa na Mungu akaiweka kuwa kosa. Amina. Ni juma nabii benye walikutaniwa, tuliona tangu kwa wakati wa Musa mpaka kwa wakati ya Yohana, bote walitabiri juu ya ujio wa Kristo. Amina. Yohana yeye peke alikuja na kusema kwamba anakuja kuandaa njia. Amina. Lakini wakati Kristo anakuja hawakumwamini tu. Wakati yenyewe maandiko yalikuwa nasema wakati atakuja atafanya hiki, atafanya hiki, atafanya hiki. Amina. Lakini tukaona kama hawakumwamini. Amina. Tukaona kama kutokuamini kwao kulileta faida kwetu siye mataifa. Amina. Juu ya kutokuamini kwao tuliona kwamba siye mataifa tulipata neema. Dibao kisha kumkatala ilibidi pale kumsalaba na siye tupate neema kisha bao kumkatala. Amina. Tukaona kwamba ni kweli kama vile mtumishi wa Mungu Paulo anasema kwamba hii yenye Warumi konazungumuza mwai chapitre 11 batu wanaisoma mu ulimwengu wa madini lakini hawaielewi. Amina. Amina. Jubatu hawajui kwamba kuna wokovu yenye kugabulika katikati yetu siye na Israeli. Amina. Batu bengi wanafikiria kwamba ile wokovu yenye tulipata na ndio ile wokovu yenye Israeli ilipata. Kwa sehemu moja ni kweli, ile kukufa kwa Kristo pale kukalvari kukasamehe dhambi za tangu kwa wakati wa Edeni, Israeli nayo ilisamehewa. Amina. Lakini kisha kusamehewa balikatala sasa nini? Ile wokovu. Balikatala ile neema, ikaomba neema ikuye kwetu. Amina. Na hii neema tuliona kwamba muda kidogo, amina, muda yenye tunabakia leo ni kidogo, juu neema tena rudie wapi? Israeli. Amina. Na hapo acha tuanzie hapo, tuone kama tutamaliza kaka nusu nukta. Nasikia sana ile mikro hazikuwa tabia. Sijui kama nani mnasikia wala mimi ndo nasikia mbaya. Les 6 bites de Gabriel à Daniel. Lengo 6 la Gabriel kumtembelea Daniel. Les 6 bites de la visite de Gabriel à Daniel. Lengo 6 la Gabriel kumtembelea Daniel. Uko hapo 43 tukumalizaka tukatoka. 43 43 mpaka ku 46 mpaka 46. Ndiyo nasema hivi. Tant que Dieu n'a pas fini avec les gentils, wakati Mungu hayamaliza na watu wa mataifa, Israël est aveugle. Israeli watabakia tu vipofu. Amina. S'ils ont sombré dans le péché, kama bako na mkono wao katika zambi, kama bao walianguka katika zambi, baliangamia wala walizama mzambi. S'ils ont sombré dans le péché, kama walizama katika zambi et les transgressions contre Dieu, na maovu kwa kumkosea Mungu, c'est parce que Dieu a aveuglé leurs yeux. ni kwa sababu Mungu alipofusha macho yao. Amina. Amen. Pour que nous, kusudi sisi nous puissions être greffés, tuweze kupandikizwa hapo. Amina. Amina. Bao ambao balikuwa pire kumzetuni. Amina. Junabii anasema mzetuni ni nani? Ni Kristo. Amina. Bao walikuwa wale mzetuni yao. Amina. Juu haiwezekani kinunu ikuwe na matawi sijui ya hivi vingine vimiti tunaita vinini? Hivi mabugali. Amina. Haiwezekani kinunu kikuwe na matawi ya mabugali. Amina. Bao Israel ndo balikuwa bene mtiyama.
Boye ndio ilikuwa matawi. Amina. Amina. Bote walikuwa matawi ya nani? Ya Kristo. Bote walikuwa matawi ya nani? Ya Mungu. Amen. Jubao ni taifa lenye Mungu alipenda akachagula mudunia yote. Amina. Haleluya. Mudunia yote. Nilikuwa nimesoma meme superficie nchi yao iko kama 22,000 combien de kilomètres. Je wanasema population yao huenda naweza kuwa ya 10 milioni. Amina. 10. Sasa tukiangalia malgré mdogo wao, Mungu akawachagua wao tu. Amen. Amina. Na tukirudia mbali tunaenda kutana kama Mungu alimchagua nani? Abrahamu. Na ule Abrahamu alikuwa yeye peke. Amina. Mungu akamchagua yeye peke. Amina. Amina. Bao kweli balikuwa ndo bene matawi yao. Amina. Amina. Bene mti yao. Na ndo pale kwenye tulisoma kwamba kama mti naweza kuwa mtakatifu ni lazima na matawi iwe Matakatifu. Amina. Bao balikuwa matakatifu kweli. Amina. Tungisoma tena kwa pale yule ndio tusikie mzuri. Pale kuna Kurome. Pale Kurome chunga tuangalie kama ndapopata haraka. Na kama itawezekana utaenda nasoma tumbio. Angalie. Anzia tu pale atakuduze basi. Jutone mbio. 17 ndio kunasema matawi. Tuanzie tu kwanza pale kuduze ndio tutashuka. Okay. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu, na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi sana utimilifu wao? Amina. Amen. Kama bao balikometre erreur. Amina. Kama bao balikometre erreur, bao ndo wenye walikuwa wenye vitu yao, bao ndo walikuwa wenye Mungu wao. Amina. Amen. Mesa walifanya erreur, bakabatosha. Amina. Na siye tutabandikiwa. Amina. Adresie na bao bienye vinaweza kujiajiste hapa bieni banani? Ni bao. Amina. Ni bao. Ndio. Amina. Jusie tunabandikiwa tu pale. Sasa tulibandikiwa kuna saa ni mkono wenyewe livunjika. Sirtu nyoroshewe na Biblia ya Kalapa. Unakutanaka tu iko na kazigzagi. Amina. Ndio. Juu ya nini mwenyewe alibandika hajui kabisa. Ndio. Amina. Sasa kama yenyewe wanabandika hiyo peke kwanza ama waganga basili inakuwa na kwenye kana pengama. Amina. Ingelikuwa ingine sasa ndio walileta wakatia. Aona ndio ingepengama zaidi. Ndio. Amina. Sasa ndio Paulo yuko nasema kama kweli kosa yao ilitupatia si avantage. Adresie na bao kuwa pale banani wenye watakuwa benye kabisa wanamerite. Amina. Ni wao ndo wanamerite. Amen. Ndio. Lakini nasema nanyi mlio watu wa mataifa. Basi kwa kadiri nilivyo mtume wa mataifa, ndio naitukuza huduma yangu iliyo ndani yangu, ndio nipate kuwatia wivu wao walio damu moja na mimi, ndio na kuwaokoa baadhi yao. Ndio maana ikiwa kutupwa kwao ndio leta upatanisho kwa ulimwengu, ndio je, kukubaliwa kwao utakuwa nini kama si uhai baada ya kufa? Kama itakuwa uhai baada ya kufa. Amina. Saa hii babo konsidere banakufa. Amina. Amen. Kwa habari ya injili hawajui kitu, hawajui hata. Amina. Hawajui hata kidogo. Saa yenyewe watakia tena kuwakumbuka itakuwa ni uhai kisha kufa. Ndio tena malimbuko yakiwa matakatifu.
watakatifu, kadhalika na ndonge lote. kadhalika na donge lote. Amina. Kama bao walikuwa kushina, bao ndo walikuwa wenye banabana kushina, haoni kama nani shina ni nani? Ni Yesu Kristo. Na huyu Yesu Kristo yeye ni nani? Ni mtakatifu. Amina. Namna gani inaweza kuwa balikuwa kushina kisha basikuwa watakatifu, basikuwa wakamilifu? Balikuwa wakamilifu, Ndio. amina. Balikuwa wakamilifu selma mumupango ya Mungu, mukujua kwa Mungu, mukutunemia na siye. Amina. Ndo Mungu alibafanya nini? Alibapatia uzito wa mioyo yapo, akabafunga mecho hata kuona basione. Amina. Juu balikuwa wanasoma manabii wote tangu kumusa mpaka kwa Yohana. Amina. Mimi nilifikia wakati wanamfuata bako namwambia, Bwana utuoneshe ishara. Anawaita anawaambia, kwanza kule kunani kule kujangwa mlikuwa mnaenda, mlikuwa mnafanya iko nini? Mlikuwa mnafanya nini kule? Mlikuwa mnaenda kumuona tu Yohana, ndio. Mlikuwa mnaenda fanya nini? Amina. Amen. Alikuwa anawapatia meme makestio zenye wanome wakirepondre hivi kweli itafikia nome wambia, sasa kama mlikuwa mnaenda kama mlimwamini Yohana, jua nini mimi msiniamini? Na Yohana ndio alikuwa kuprepare njia yangu, na walikuwa wanamisoma bien. Me akawafunga tu kwanza mecho, akakaza na roho. Amina. Juma katale neema ikuye tu wapi? Kwetu. Amina. Amina. Bao balikuwa matawi, na hii matawi ilikuwa kushina, na hii shina lilikuwa takatifu. Amina. Lilikuwa kamilifu, na bao vile vile walikuwa wakamilifu. Ndio. Na shina likiwa takatifu, Na shina lilikuwa takatifu, matawi nayo kadhalika. na matawi itakuwa vile vile. Lakini iwapo matawi mengine yamekatwa na wewe mzeituni mwitu umepandikizwa, Ikiwa haya matawi mengine yalikatwa, amina, sawa, alikata hii matawi, wewe ukakuya ukapandikizwa. Amina. Ukapandikizwa hapa kwenyewe walikata hii matawi. Ndio. ulipandikizwa kati yao, Ulipandikiza kati yao, ukawa mshirika wa shina la mzeituni na wewe ukakuwa mshirika wa hii shina na unono wake. na unono wake. Usijisifu juu ya matawi yale. Usijisifu juu ya matawi hayo. Amina. Usijisifu juu ya hii matawi. Amina. Ya. Haleluya. Amina. Kama hii matawi ilikatwa, amina. Amen. Kama hii matawi ilikatwa, saa ilikatwa, wewe wakakuya wakakubandika hapa, wakakubandika hapa. Amina. Ndio. Usijisifu juu ya matawi yale. Usijisifu juu ya hii matawi. Au ikiwa wajisifu, si wewe ulichukuaye shina, haiko wewe ndo na maana kwa hii shina, bali shina amina, wewe, bali shina ndo linakubana wewe. Amina. Na ndo maana tunajua kusema okovu, neema. Amina. Neno la Mungu linatoka wapi? Israeli. kwa Wayahudi. Amina. Amina. Neno la Mungu linatoka kwa Wayahudi. Ndio. Siye wengine tulilogotewa tu, lakini bao ndo bene Mungu wabo. Amina. Bao ndo bene Mungu wabo. Amen. Haiko siye ndo tunabana shina, tandiske shina ndo natubana. Ndio. Basi utasema matawi yale yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi. Utasema basi ya matawi yale yalikatwa ili nipandikizwe mimi. Vema. Yalikatwa kwa kutokuamini kwao. Yalikatwa kwa ajili ya kutokuamini kwao. Na wewe wasimama kwa imani yako. Usijivune bali uogope. Amina. Usijivune lakini uogope.
Kwa maana ikiwa Mungu hakuacha matawi ya asili, kama Mungu hakuacha ile matawi ya asili Israeli, wala hatakuacha wewe, ndio, wala hatakuacha wewe, wala na wewe hatakuacha. Kama Mungu hakuacha wao, na wewe mwenyewe, wewe dada, hatakuacha. Ukishakuwa enkredi uye tu hatakuacha wewe. Kwanza utakuwa haraka kukatiwa. Amina. Mara mingi nazoea kuwapatia hii mfano wakati niko ninahubiri hili somo. Mimi niko na mtoto yangu, amina, si niko na Paul na niko na Fredi. Kisha banakuwa bakaidi, banashindikana. Sawa nashindikana, ninawafukuza kwangu, ninawakatala. Amina. Labda wale waliana Fredi na Paul, huenda nilikuwa na watuma mara 7 kusiku wala mara 7 kumwezi, bakakuwa wananitikia limoya turu 6 banakatala. Amina. Ninaenda sia ninawafukuza, ninakuadopte, ninakamata mwingine nasema huyu anakuwa wa kwangu. Amina. Wewe sasa ninaanza kukutumana zote turu 7 kumwezi, unakataa. Wewe ndo ndahurumia. Wewe ndo ndahurumia dada. Amina. Mie bangu wenyewe niliwafukuza juu nilikuwa na watumana turu 7 kumwezi, huenda walikuwa wanaitika turu 3 niseme. Bikanikwaza. Sasa wewe mwenyewe niliadopte, ninaanza kukutumana turu 7, unakatala, wewe unaitika limoya. Wakati wenyewe nilifukuza wenyewe walitoka mkiuno kyangu, balikuwa wanatumiwa wanaitika turu 3 kuturu 7. Nikaona vinanikuwaza. Amina. Nikawafukuza, nikawakatala. Wewe nikakuadopte, na roho ninaweza kukutumana wewe unakatala zile turu zote. Bitanisumbua kukufukuza? Habitanisumbua hata. Na ndo vile vile Israeli, Mungu aliwakatala juu ya kutokuamini. Saa yenyewe kumwamini iliomba wakatale juu ya credibility. Wewe ukapata neema. So ulipata neema, unakia memo naamini ujumbe na ungali tu incredible. Mungu atakupatia Roho Mtakatifu? Haiwezekani hata uombe namna gani. Inabidi kwanza uamini maneno yake, kisha kuyaamini yote, unakuwa mtiifu. Pale sasa Mungu anaweza kukugawia kipawa cha Roho Mtakatifu. Turudie kwa tulikuwa. Dieu n'a pas fini avec les gentils. Wakati Mungu hayamaliza na watu wa mataifa, Israël est aveugle. Israeli wako wamepofushwa. S'ils ont sombré dans le péché, kama walianguka katika zambi et les transgressions contre Dieu, ama uovu kwa Mungu, c'est parce que, ni kwa sababu c'est parce que, ni kwa sababu, pardon, tant que Dieu n'a pas fini avec les gentils, wakati yote Mungu hayamaliza na watu wa mataifa, Israël est aveugle. Israeli wamepofushwa. S'ils ont sombré dans les péchés et les transgressions contre Dieu, kama waliweza kuingizwa katika zambi na katika uovu, c'est parce que Dieu a aveuglé leurs yeux, ni kwa sababu Mungu alipofusha macho yao, pour que nous puissions être greffés. kusudi sisi tuweze kupandikizwa. Saisissez-vous cela? Je, mnashika hilo? Amina. Le verset 26 maintenant. Sasa mstari wa 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Na hivi Israeli wote wataokoka. Dieu les a aveuglés, Mungu aliwapofusha à dessein pour vous et pour moi, kwa shauku fulani kwa ajili yako na mimi. Amina. Ils ne peuvent pas voir parce que Dieu les a aveuglés. Hawawezi kuona kwa sababu Mungu aliweka wapofuke. Et tout Israël, na Israeli wote, le vrai Israël, Mwisraeli wa kweli kweli, sera sauvé. ataokolewaka. Car dit l'ange,
alisema malaika namna gani? Gloire. Utukufu. Pour faire cesser les transgressions d'Israël. Kwa ajili ya kuishiliza makosa ya Israeli. Je suis venu t'annoncer qu'il viendra un temps. Ninakia kukuambia ya kuwa kutakuya wakati où les transgressions d'Israël cesseront. Ambayo makosa ya Israeli itaishilizwa. Dieu retranchera la branche sauvage. Mungu ataondoaka ile mti pori. Et il greffera de nouveau la vraie branche. Na atachomekaka tena upya ile mti wa asili. Amina. Kuko wakati Mungu tena atakuja na kutosha sile tulibandikiwa. Amina. Na kuleta tena ile matawi ya mzuri na kuibandika. Amina. Na ile wakati haiko tena mbali, inakuwa hapa karibu. Amen. Amina. Amen. Ile wakati haiko tena mbali. Ndio. Dieu retranchera la branche sauvage. Mungu ataondoaka ile mzabibu wa porini. Et il greffera de nouveau la vraie branche. Na atachomekaka tena upya mzabibu wa kweli. Amina. Amen. Kama tunaweza kujielewa mbele ya Mungu tuko banani, hatuwezi kumtilia Mungu mafieri. Amina. Paulo yuko na vionyesha mzuri. Mungu atakuya na kuondoa ile matawi ya mzabibu pori. Amina. Maana si ni watu tulikuwa ramase, ni watu wenye tulikuwa tuna merite, mais tulipata tuka neema, tulipata neema baka tukubali basi nasi. Amina. Mpango ya Mungu. Amina. Mpango ya Mungu. Mpango ya Mungu vile Mungu aliwahi kutembea na Ibrahim, akatembea na Jacob, Mungu alikuwa na waza na uweza kututembelea na sisi namna gani? Na naangalia promesse na makoro zote nilishafanya na Ibrahim, siwezi mkatana, siwezi muacha. Amina. Ikaomba sasa Mungu abafunge macho, mwele kubafunga macho ndo sasa nasie tupate nini? Kanjia. Amina. Ndo akatugeukia nasi sana, tugeukia nasi me haya sahabu bale batoto yake. Amina. Haya masahabu. Oh, parfois mon cœur travaille de voir ces pauvres gens malheureux qui ont été retranchés. Mara mingi roho yangu inafurahiaka wakati ninaona hao watu maskini ambao waliweza kukataliwa. Ndo hivyo. Oh, parfois mon cœur travaille de voir ces pauvres gens malheureux qui ont été retranchés. Mara mingi moyo wangu inajaa huruma wakati ninaona abo batu maskini baliweza kukataliwa. Qui ne savent pas où ils vont. Wenye hawajui hata venye bako wanafanya. Et de penser que Dieu dans sa miséricorde, na kufikiri ya kuwa Mungu katika rehema zake a fait ça pour que moi je puisse être sauvé. Alifanya hivyo kusudi kweli mimi niweze kuokoka. Il leur a aveuglé les yeux. Mungu aliweza kuwapofusha macho. À leur propre messie. Na kwa masia wao kabisa mwenye alibakia. Il a fermé leur oreille pour qu'ils ne l'entendent pas. Alifunga masikio yao ili wasimsikie. Et pourtant, na japo hiyo, ils voyaient bien ces miracles. Walikuwa wanaona mzuri miujiza. Ils voyaient bien ces miracles et les choses qu'il faisait. Walikuwa wanaona vizuri miujiza na mambo ambayo alikuwa akiyatenda. Amina. Amina. Dans Matthieu chapitre 12, je pense au chapitre 8 ou 12, il est dit. Ninafikiri ya kuwa ni katika Mathayo 12:8 hapo, nafikiri ni hapo anasema. Lakini haiko Matthieu ni Jean. Ndio maana mwanadamu ni mwanadamu. Amina. Ni Yohana. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait,
hata miujiza mingi ambayo Yesu aliweza kufanya, ils ne pouvaient pas croire. hawakuweza kumwamini. En effet, Dieu avait dit, Kwa hiyo Mungu aliweza kusema, ils ont des yeux, wana macho ils ne voient pas, lakini hawataona, des oreilles, ils n'entendent na pas, masikio lakini hawatasikia, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, kusudi wasione kwa macho yao qu'ils n'entendent de leurs oreilles, na wasisikie kwa masikio et yao, que je ne les convertisse. nisiweze kuwaokoa. Maintenant, Sasa mais pour nous donner une occasion, kwa ajili ya kutupatia fursa fulani, il a voilé les yeux de ses propres enfants. alifunika kwa kitambala macho ya watoto wake wa Il kweli. a écarté ses propres enfants de la table Aliweza kufukuza watoto wake wa kweli kumeza, et les a voués au dépérissement de l'esprit, na kaweza kuwaweka kwa kupofushwa kwa roho, pour qu'ils puissent s'y trouver point, kusudi aweze kujikuta nukta nukta, pour que nous puissions avoir l'occasion de vivre. kusudi na sisi tupate bahati ya kuishi. Amina. Amen. Pour nous donner la vie. Kwa ajili ya kutupatia uzima. Amina. Amina. Sasa juu Mungu ya upendo yenyewe alikuwa nayo kwetu, neema yenyewe Mungu alikuwa nayo kwetu, wakati Mungu alitujua kabla ya misingi ya ulimwengu kuumbika. Amina. Sasa alitujua, akaangalia sasa, Israeli niko nayo manani ahadi za mingi. Amina. Kama nitakuwaka Mungu wao na watakuwaka taifa yangu siku zote. Sasa hawa nao niliwajuaka tangu kumwanzo. Amina. Wakati yenye Mungu aliangalia ile kutujua ya tangu zamani, iliomba afunge macho ya watoto yake, afunge roho zao, afunge akili zao, baone miujiza ndio, baone vile Lazaro wanafufuliwa ndio, baone gisi magonjwa wako wanapona ndio. Amina. Na atawafunga macho juu na sisi tupate nini? Neema. Amina. Na ndio maana Paulo yuko anasema ndio tunaweza kujisifu, lakini tusijisifu sana, tuogope ndoo. Amina. Kama Mwisraeli mwenye alikuwa pale, alikuwa naishi neno na Mungu lote, komandema zote zenye Musa alisema na zenye zikukuwa mtiko maneno vyote alikuwa anavitembelea ndani, lakini sale mkatala tu Masia. Amina. Directement akabatia pembeni, akatukamata sie. Amina. Ni vya mzuri sana. Amina. Some pale ku Rome 12, Rome 11 plutôt. Warumi 11 Anzia tu pale 24 mpaka 26 ndio. 24. 11 tu pale. 11:24. Kwa maana ikiwa wewe ulikatwa ukatolewa katika mzeituni, ndio ulio mzeituni mwitu ndio asili yake, ndio kisha ukapandikizwa ndio kinyume cha asili, ndio endelea tu, katika mzeituni ulio mwema, si zaidi sana wale walio wa asili kuweza kupandikizwa katika mzeituni wao wenyewe. Ndio. Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, msijione sawa vile wenye kuwa na akili, ya kwamba kwa sehemu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Amina. Mpaka plan de redemption. Amina. Wakati ya kwetu siye mataifa mpaka ifike kumwisho pa. Amina. Sasa inafika kumwisho pa, ndo Mungu anafanya nini? Anaenda kubavizite. Amina. Sasa plan ya redemption inaisha siye kwetu mataifa. Sasa vile niliwaambia tena dimanche, hapa ndo kwenye ule ange puissant anashuka.
Amina. Amen. Sana shuka pale neema inaishi. Amina. Na ndio maana nabii kwenda mbali na kusema kama anakuya kumwisho wa kizazi kia mataifa na anakia kumwisho wa kizazi kia Laodikia. Ndio. Amina. Sana kuya inakuwa mwisho ya kizazi cha Laodikia. Amen. Na pale ndio inakuwa mwisho ya neema kumataifa. Amen. Amina. Na nabii yeye ni mtu mwenye Mungu alipandisha sana, akamuonesha vitu vyote mbele, na ndo pale pale kwenye alisema sawi waji puisana shuka directement naenda wapi? Kwa Yahudi. Israeli. Amen. Amina. Amen. Saa yenye siye tu binaisha vya kwetu, bikiisha tu pa saa binaisha directement ange puissant anashuka. Na saa anashuka ni nani? Ni ule Kristo. Amen. Ule mwenyeko kukiti cha neema. Amina. Saa anashuka anatoka tu pale tu pa na pale kwa ile kiti, kwa ile sanctuaire kunakuwa directement nini? Moshi. Amina. Amen. Sasa nakuwa moshi sawa sawa na vile Paulo anasema wakati yote iko pale ni juu wakati tunakosea tukiomba ile damu iko pale inafunika makosa na dhambi zetu, ile damu inatutakasa, inatusafisha tena, na sana toka tu pale. Amina. Sana toka tu pale anashuka. Amina. Panakuwa moshi. Pakisha kuwa moshi hata tuombe mwezi yote havina tena maana. Amina. Hata tunaomba tufunge hapa tuseme mpaka tuone Mungu anasema, ile wakati hata sema tena. Amen. Bienye vinakuwa vina permettre maombi yetu ifike kumbingu ni ile damu. Amen. Amina. Hii damu yenyewe kwa hapa kukiti cha enzi, kukiti cha huruma, kiti cha neema, hii damu yenyewe iko hapa ndio inakuwaka ina permettre sasa tunaomba maombi yetu naenda. Saa yenyewe banataka kuangalia makosa na dhambi zako directement, Kristo mwenye iko hapa huyu anyo anasema hapana, nilimwangaka damu juu ya huyu. Amina. Huyu naye nilimwangaka damu juu yake, na hii damu yenye ndani hapa ingali hapa naye juu yake. Amina. But hakuna maombi kama hii damu haiko hapa. Sasa ile wakati yenye anashuka directement hii damu inatoka hapa kinakuwa directement kunakuwa moshi, na sasa kunakuwa moshi, hakuna tena maombi inaweza toka hapa ipenetre tena ifike hapa. Amina. Directement hiki kinakuwa kiti cha nini? Cha hukumu. Amina. Ndio maana leo ndo tungali na occasion frère, leo ndo tungali na occasion. Leo tunaweza omba na Mungu anatusikia. Kuko wakati yenyewe utatafuta uombe havitawezekana. Kuko wakati mama utakumbukaka kumbe ndio hii wakati walikuwa wanasema ndio wakati tunaweza omba na tutasikiliwa. Ndio. Mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Ndio. Hivyo Israeli wote wataokoka. Amina. Israeli wote. Amina. Israeli wote watafanya nini? Wataokoka. Bataokoka. Amina. Israeli wote. Amina. Amen. Ndo pale kwenye utaenda mbali, kwenye tuko tunaenda malgré nishachoka ndakia wamerudilia tena juu hivi kwa nini napenda nipumzike. Itakuwa combien? 144,000. Amina. Hii 144,000 itakuwa sauve ilikema mkainchi kadogo sawa vile Israeli. Amina. Mwangalie mkainchi kadogo ka 2000 sijui kama combien de kilomètres, 20,000 combien de kilomètres carrés.
Kilomita 12,000. Atakuwa sauve batu 144,000. Profeta anasema aba ni Waisraeli bale bakweli kweli. Amina. Bale ba original. Benya bachangani. Apana bale ba bichange. Juu leo peuple yabo iko karibu 10 milioni. Maandiko yanasema huku Israeli yote wataokoka. Amina. Huku mwa Israeli benye bataokoka hiyo wakati batakuwa 144,000. Hapa sasa ndio kwenye batemu wanasemaka hawa ndio wenye batanyakuliwaka kisha bana wakia kule kumbingu kisha sema nakia shuka aseme hawa ndio batakuwa ba gouverneur sasa wa dunia yote. Bake bale wengine batemwe wote wako naenda kubatiziwa leo kuamini mkitemwe bao watanyakuliwaka. Na hii 144,000 na hii 144,000 yao ndio yenyewe na kwake na kunywa tu ile meza ya Bwana. Bake dunia yote washachagula huyu atanyakuliwaka na huyu anapaswa kunywa kwa hii divai. Bake na kia kutana sana nafanya si mwezi wa 4 kama walisha vifanya siu. Bake ndio wakati wanaenda wanagabula invitation uende na wewe uende angalia vitafanyika kule. Sasa ile wakati ndio takutana huyu msiti Kivu yote inafika wakati mimi wanakosa hata mtu mmoja wa kukunywa ile meza ya Bwana. Bake boya bake ile nombre yao mdunia yote il faut bakunywe 144,000. Question mnajiulizaka si abaulizaka huyu mmoja akikufa sasa inakuwaka inakuwaka kama hii 144,000 washaka ipanga wakamaliza juu kama huyu anakufa wanakamata mwingine siku ya lema sasa ule mwalikufa make batendaka kuwa na mingi make kwa sababu wale washapangiwa hata akikufa mwingine hawezi kamata fasi yake. Amina. Haiko vile benye batakuwa sauve 144,000 ni Waisraeli. Amina. Mwa Waisraeli kainchi kadogo. Amina. Angalia lwetu Lukongo lwetu lo peke ni labda mara 10 ya hii taifa. Lakini hatuyo ataka kutatokaka 50. Amina. Hatuimega inchi kadogo Israel bako na promesi ya 144,000. Amina. Haoni kama mwenye Paulo yuko nasema ni kweli? Ndio. Ndio. Israeli wote wataokoka. Israeli wote wataokoka. Kama ilivyoandikwa. Mwokozi atakuja kutoka Sayuni. Atamtenda Yakobo na maasia yake. Amina. Mwokozi wao wakati atakuya abatakutana wapi? Kumulima Sayuni. Amina. Niliambie kwa tuko tunaenda ni vya mzuri sana. Amina. Ile wakati atashuka hapa kumulima Sayuni ndio batakutanana. Amina. Na hiyo wakati batamujua kweli. Hiyo wakati bataregrete. Hiyo wakati batalia. Amina. Ndio. Na hili ndilo agano langu nao. Nitakapoondoa zambi zao. Achia hapo. Amina. Ndo nabii anasema sasa namna gani kwa hiyo wakati wetu? Nabii anasema hii wakati yenye tunaona mweglize Mungu iko naleta ndani mado. Amina. Na kufurahia sana. Mungu akubariki. Sio wakati fulani kwa nahubiri hapa naonesha kumbe defo kama ava mtu aolewe. Amina. Mungu anakuwa kiko natuma nini? Mazawadi. Make ule mwanaume anatuma mazawadi. Juu ile siku ikifika ule mtu alisha mzawadia alishapata vya mingi.
ya kumpendezesha. Amina. Na ndio vile vile nabii anasema mbele, kama Mungu yuko analeta mazawadi pale kwenye hatukukuwa na zawadi, ili kema kazi yake ni nini? Asema kia kwanza ni kufanya nini? Ni kuglorifie Mungu, ni kwa ajili ya kutukuza Mungu. Kia pili ni juu ya kufunua nani? Yesu. Amina. Sasa kufunua Yesu vile vile anavifanya juu iko nataka kumalizana na mataifa, juu ajiendee wake wapi? Israel. Amina. Amina. Le prophète du 20e siècle. Ujumbe nabii wa karne ya 12. Tunasoma 13 tunaruka mpaka ku 16 mpaka ku 17. Mais il a envoyé des dons dans son église. Alituma zawadi ndani ya kanisa lake. Et c'est vrai. Na ni kweli. Et c'est vrai. Je, ni kweli? Si c'est vrai, dites amen. Kama ni kweli museme amina. L'assemblée dit amen. Kusanyiko linasema amina. Et les dons, na zawadi hizo c'est pour quoi faire? Ni kwa ajili ya kufanya nini? Édifier l'église. Kwa ajili ya kujenga mwili. Amina. Amen. C'est pour édifier l'église. Kwa ajili ya kujenga kanisa. Et c'est vrai. Je, ni kweli hivyo? En d'autres termes, kwa msemi mwingine, il y a des croyants, kuna waamini, des incroyants qui viennent, alors ils diront, wasioamini ambao watakuja na kusema réellement point point point. Kweli kweli nukta nukta. La Bible dit, Biblia inasema, si nous tous si vous tous vous parlez en langue, kama nyinyi wote mkisema kwa lugha, et que des incroyants viennent, na kisha wasioamini wanakuja, eh bien ils diront que vous êtes fous. Watasema ya kuwa mko benda wazimu. Amina. Amen. Mais s'il y en a un qui prophétise, lakini kama kuna mmoja wenu mwenye kutoa unabii, et qui révèle les secrets du cœur, na mwenye kufunua siri zenye kuwa ndani ya roho, alors cet incroyant ne tomberait-il pas par terre disant, sasa je, huyo asiamini hata anguka kifudifudi kubudongo na kusema, Dieu est réellement au milieu de vous? Kweli kweli Mungu iko pamoja na nyie. Et c'est vrai. Je, ni kweli? C'est tout à fait vrai. Ni kweli kweli kabisa, bila shaka. Très bien. Vizuri. Croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, muamini kwa moyo wenu wote ya kuwa Bwana Yesu Kristo, le Fils de Dieu, est ici maintenant pour accomplir, mwana wa Mungu iko hapa kwa ajili ya kutimiza et faire ce qu'il avait promis de faire, na kutimiza kile kenye aliweza kuahidi kufanya. Amina. Amina. Mais le seul but dans tout cela, lakini lengo pekee katika hayo mambo yote, c'est de glorifier Dieu, ni kutukuza Bwana, et de révéler Jésus-Christ, na kufunua Yesu Kristo. Amina. Amina. Que point. Na hivyo nukta tatu. Quand il était ici sur la terre, wakati alikuwa hapa chini ya jua, il a fait exactement la même chose. Alifanya hiyo mambo. Que tous les lecteurs de la Bible qui croient cela disent amen. Kila msomaji wa Biblia ambaye amekwisha kusoma hiyo aseme amina. L'assemblée dit amen. Kusanyiko linasema amina. Et il a dit, analisema, après que je m'en serai allé, kisha mimi kunyakuliwa, je reviendrai, nitarudia tena encore un peu de temps, kisha muda kidogo, le monde ne me verra plus, dunia haitaniona. ce sont les incroyants, ni wale wasioamini ndio hawataniona. Amina. Amina. Mais vous, lakini nyinyi, vous me verrez. mtaniona. Qui? Ni wanani? Les croyants. Wanaoamini. Car je serai avec vous, kwa sababu nitakuwa pamoja na même en vous, tena ndani yenu, jusqu'à la fin du monde. mpaka kumwisho ya dunia. Et c'est vrai. Je, ni kweli hivyo? Alors c'est un péché que de ne pas croire. Ni zambi kabisa kusipokuamini hiyo. Amina. Amen. Allez et ne péchez plus. Mwende na msitende zambi. Vous ne doutez plus. Au msishakie tena. Sinon une chose pire que ceci vous arrivera. Kama sivyo mambo makubwa kuliko hiyo itabafikiria. A dit Jésus. Hivyo Yesu alisema. Et c'est vrai. Je, ni kweli hivyo? Alors nous devons croire. Sasa tunapaswa kuamini. Ça doit être croire ou périr. Inapaswa kuwa kuamini au kupotea.
si j'étais Dieu, kama ningekuwa Mungu et que les gens n'arrivaient pas à me croire sur parole, na kama watu hawafikirie kuniamini neno kwa neno, cela réglerait la question. hiyo ingeweza kuwa njoo mwisho. Mais les gens continuent à ne pas recevoir la parole. Lakini watu wanaendelea habapokei tu neno. Ensuite, les signes et les prodiges sont ajoutés dans l'église. Na japo hiyo karama na maajabu binaongezwa ndani ya kanisa, Comme Jésus-Christ a promis de le faire. kama vile Yesu aliahidi ya kuwa tabifanya. Et à mon humble avis, Na kwa kuona kwangu kwa je crois qu'il est en train d'en finir maintenant même avec les gentils. ninafikiri ya kuwa iko na malizia tayari kazi pamoja na mataifa. Amina. Amen. Et qu'il va retourner souper chez les Juifs. Natarudia hapa muda kidogo kwa Wayahudi, Et les gentils seront abandonnés dans leur dogme na watu wa mataifa wataachiwa katika makano et zao des histoires qu'ils ont. na katika mambo kama hiyo ambayo wanajiweka ndani, Ainsi que dans leur credo na hivyo katika masheria zao et leur dénomination froide na katika madini zao za kibaridi et formaliste. na zenye kuundwa, Et l'église sera ravie et enlevée. na hivyo kanisa litanyakuliwa na litanyanganywa na kunyakuliwa, Et l'évangile ira chez les Juifs. na injili itaenda mara moja kwa Wayahudi. Amen, amen. Amina, amina. Signifie ainsi soit-il très bien. Na iwe hivyo, ndio kisi nasema amina. Amina. Nabii anasema wakati yenye tunaona hizi zawadi ziko zinaanza kututukuia, tunaanza kuzipata kwa kuelewa kwake, sawa yeye mdogo. Amina. Sawa vile mtumishi mwenyewe wa chini sana kwa kuelewa kwake. Amina. Mungu iko na mali sana na mataifa, juu ajendee yake wapi? Kwa Israeli. Amina. Na ile wakati neema kwetu iko naenda isha bientôt. Amina. Juu bientôt viko vinafanyika meme hata hapa kwetu. Amina. Ni vitu vyenye wakati tuliamini message hapa hatungelijua kama vinaweza kufanyika, lakini juu ni promese. Bwana hawezi kuya na si hatuyaiguteko. Amina. Kristo hawezi kuya na si hatuyaipata eko, na saa yenye anakuya na kutupatia nayo iko na malizana na siye. Amina. Iko na malizana na siye juu ende yake wapi? Israeli. Na saa nenda ku Israeli. Amina. Ile wakati kanisa litakuwa lilisha nyakuliwa. Amina. Saa limenyakuliwa, wewe utabakia na incredulity yako. Amina. Haiko saa kanisa litanyakuliwa ndio incredulity takuishemo. Utabakia tu naye. Amina. Na wenye wako mumazeru watabakia tu. Bewe kwa madogme watabakia tu madogme yao. Amina. Na kanisa ile wakati itakuwa lisha nyakuliwa. Bwana Mungu wabariki. Wabariki neno lako jina la Yesu Kristo. Tutasimama tuombe Mungu. Laisse-moi